Kazie mengine, shughuli za uchukuzi zimetatizwa asubuhi hii kwenye barabara za Nyandarua, vijana wakiandamana kulalamikia bei za mafuta na gharama ya maisha. Mtazamaji, hivi sasa tunaungana na mwandishi wetu Laban Muhinda kwa njia ya simu atueleze mengi zaidi. Laban Muhinda, habari za sasa, hali iko vipi tunapozungumza? Joash, niko salama kabisa. Ndio. Tulirauka asubuhi na mapema kwenda shughuli zetu, lakini hali ya taharuki ilitanda kuanzia mida ya saa 12 asubuhi, ambapo vijana waliweza kujitokeza na wakaweza kufunga barabara kuu zote zinazoingia na zile ambazo zinatoka mjini Nyahururu. Ndio. Na cha kushangaza ni kuwa vijana hawa katika zile vizuizi ambazo walikuwa wameziwekeza katika barabara, hawakuwa wanaruhusu gari lolote la uchukuzi kuweza kupita. Lakini vile vile haya magari mengine walikuwa wanaruhusu kupita, ila lazima utoe kitu kidogo ndipo uweze kuruhusiwa kupita. Kwa hivyo hali katika mji wa Nyahururu si hali. Na kwa sasa tunaona maafisa wa polisi wameweza kujitokeza na kuweza kukimbizana, kuweza kujaribu kutawanya wale vijana ambao wamejaribu kufunga barabara hii. Sasa hizi ni hali ya mshike ambapo maafisa wa polisi wanajaribu tu kila wawezalo kuweza kuregesha hali ya utulivu. Tunaona maduka mengi huku yamefungwa. Hakuna duka ambalo limefunguliwa kwa sasa kutokana na hofu kuwa huenda maandamano haya ya vijana yakaweza kusababisha hasara kadri muda unapozidi kusonga. Na Laban, tunapozungumzia hali hii kwa sasa, umesema kwamba maafisa wa usalama wako katika eneo cha mno ni bei ya mafuta kupanda, lakini ile swala liliangaziwa hapo juzi. Hawa waandamanaji wanasemaje kuhusu hilo? Kulingana na waandamanaji, wanasema kuwa wale wakuu ama wale maafisa wa uchukuzi, wale chairman of transport waliweza kuwasaliti. Wanahisi kuwa wale waliweza kuwasaliti kwa sababu nia ya wao kuitisha maandamano wiki iliyopita ilikuwa kuangazia bei ya mafuta. Lakini baada ya kufanya kikao na serikali na viongozi wa serikali, ndio hakuna kile kitu ambacho wanaona kuwa kilitendeka. Kwa sababu gani? Tunaona kuwa vijana wanasema kuwa bei ya mafuta bado ingali ghali. Vile vile nauli imeweza kupanda maradufu. Kwa mfano kutoka mjini Nyahururu kuelekea Olkalau, bei ya kitambo ilikuwa shilingi 100. Ndio. Lakini kwa sasa unalipishwa kati ya shilingi 170 na shilingi 200. Kwa hivyo vijana wanahisi kuwa wale viongozi wa sekta ya matatu waliweza kuwasaliti. Kwa hivyo wamesema kuwa wao kama vijana sasa hizi maandamano haya si ya wahudumu wa magari, ni wao wananchi wenyewe wameweza kujitokeza. Ndio. Yes. Na labda Laban, tumeshuhudia mara nyingi maandamano yanapofanyika, kuna polisi wanarusha vitoza machozi na hali ya mshike. Hivi sasa Mkenya ambaye anatutazama kwa sasa, taswira iko vipi? Taswira katika mji wa Nyahururu saa hizi shughuli zimesimama. Hakuna shughuli ambayo inaendelea kwa kawaida. Kwa sababu gani? Kuna vijana ambao tayari wameanza kukimbizana na mapolisi. Polisi wanajaribu kuwatawanya vijana, wanasema sisi lazima serikali iweze kutusikiza. Lazima tutatoka katika kwa hizi street iwapo serikali itaweza kuregesha bei ya mafuta chini. Wanasema kuwa bei ya mafuta vile imepanda, vile vile nauli ya magari imeweza kupanda. Kwa hivyo wanasema kuwa watabaki katika hizi streets za Nyahururu mpaka kilio chao kiweze kusikika. Kwa sasa hali katika mji wa Nyahururu si hali. Naam. Asante sana Laban Muhinda, endelea kufuatilia na tutakuwa tunarejea kwako tujuze mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu habari ambaye amepiga kambi eneo la Nyandarua kuhakikisha tunapata taarifa kemkem wakati ambapo zitakuwa zinajiri, ili tukufahamishe katika taarifa zetu zijazo.